tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim. Suratu Tauba aya nambari 40. Pia katika aya nyingine Allah anasema wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluk au yuthbituka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ndugu zangu, hizi aya zinazungumzia matukio mazito sana ambayo alifanyiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika mji wa Makka. Makuraish au makafiri walipanga njama za kummaliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lengo lao ni kuimaliza hii da'wa ya Kiislamu, kwani ni da'wa ambayo ilikuwa ni kero sana kwa wao, kwa sababu Uislamu waliukataa dhahir shahir na wakaonyesha uadui kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilifikia mahala walikaa katika Darun Nadwa. Hili lilikuwa ni bunge la washirikina, wakijadili nini tumfanye huyu ili kero hii ituondokee moja kwa moja. Katika bunge lao Shaitan laanatullahi alayhi naye aliingia ndani ya lile bunge akiekti kwamba yeye ni sheikhun najdiyun, ni shekhe au ni mzee muheshimiwa kutoka katika miji ya Najdi. Bunge likanakish, likajadili namna gani huyu tutammaliza. Zikaja fikra mbalimbali kwamba huyu tukimuua, akiuliwa na mtu fulani, hiyo vita yake haitowezekana, kwa sababu ndugu zake wote watavamia kabila hilo, itakuwa ni vita ya wenyewe kwa wenyewe Makuraishi. Jidali ikawa ni kubwa sana. Wengine wakasema huyu mtu akamatwe, afungwe, asiwe na ruhusa ya kutoka kwenda popote. Wengine wakasema huyu atimuliwe katika huu mji, afukuzwe kabisa, aende mbali kabisa, asiwepo katika hii miji ya bara Arabu. Wengine wakasema auliwe. Ndio Allah anaposema ndani ya Qur'an, kumbuka makafir, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk. Kumbuka makafir walivyopanga njama kwako wewe wakufunge, au yaqtuluk, au wakuue, au yukhrijuk, ama wakutoe katika huu mji wa Makka. Wayamkurun, wanafanya njama mbalimbali. Wayamkuru Allah, na Allah anapindua njama zao. Wallahu khairul makirin, Allah ni mbora sana wa kufanya vitimbi vikali kwa wao. Kama Allah alisema, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida, haika hao wanafanya njama, mbinu dhidi ya Uislamu, na Allah anasema ninapindua mbinu zao na njama zao. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, wape muda makafir, wape muda mdogo kabisa. Sheikh Najdi yupo katika bunge la makafiri wa Makka, wanapanga mkakati wa kummaliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikatoka fikra, mbinu ambayo haitoleta utata katika mji wa Makka, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa ameuliwa kupitia mbinu hiyo. Na hii ndiyo Sheikh wa Najdi ambaye ni Iblis, Shaitan laanatullahi alayhi, naye akasimama kuiunga mkono moja kwa moja kwamba kwenye kila kabila katika jiji la Makka atoke shaban, kijana hodari, bingwa wa kupigana na kuweza kuua, ili ikifikia na ikitokea ameuliwa kwa tukio hilo Muhammadi, basi hawa ndugu zake ama ukoo wake hawatajua nani wamwendee, kwa sababu ni Makka yote, kila kabila ndani ya mji wa Makka, kila tumbo limeshiriki kumuua yeye. Na kweli Sheikh Najdi alisimama pale na kuunga mkono. Hii ndiyo fikra safi
Ndiyo fikra hasa na ndiyo mbinu ya kuifanya. Waliandaliwa vijana mashababi, mashupavu, mashujaa kwa ajili ya kutekeleza azimio hilo la bunge la washirikina. Na kweli usiku walienda kuizunguka nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Milala mle, Mtume milala sallallahu alayhi wasallam, yuko na Ali bin Abi Talib ndani ya nyumba. Tayari jeshi limeshaizunguka nyumba. Kusudio lao ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tayari wameshachungulia kupitia nyufa za nyumba ile, wamejiridhisha kwamba Mtume yumo ndani. Lakini wakati huo Allah tabaraka wa taala tayari ameshamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya hijra, ahame kutoka Makka kwenda zake Madina. Na ndiyo usiku huo ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam anakusudia hijra, na ndiyo hama bwana nao ikawa bunge lao limekamilika, ikawa kikosi kipo kimezunguka nyumba. Ndugu zangu katika imani, ilikuwa ni tukio gumu sana, na kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mazingira yalikuwa ni mazito. Kiniangalia shani ya Allah humnusuru mja wake katika hali yoyote, na hii hijra, matukio yote mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anafanikiwa kuingia Madina, ndani yake kuna mafundisho makubwa kwetu sisi Waislamu. Ni kisa ambacho tunatakiwa kukisoma kwa mazingatio makubwa ya hali ya juu. Alitoka Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale wako mlangoni wanamsubiria, wako pale, na akaisoma aya Allah, waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faaghshaynahum fahum la yubsirun, tukajalia mbele yao kuna kizuizi, nyuma yao kizuizi, tukawafinika hawaoni kitu. Mtume akasoma aya hii na akapita mbele yao, wamekaa pale, na akawamwagia mchanga na hawajui lolote. Ni kama watu waliozimia, bumbuwazi sio bumbuwazi, lakini wako pale. Naye anatoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na akaenda kwa Abubakar ameshaandaa ngamia wawili kwa ajili ya msafara, na wameshamuandaa Dalil Abdullah ibn al-Urayqit, ambaye yeye ndiye muongozaji mahiri, bingwa ambaye anazifahamu njia za kutoka Maka na kuingilia Madina, tena anazifahamu kwa weledi wa hali ya juu. Wako pale, siku kumepambazuka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tayari ameshatoka. Wakiangalia pale kuna mtu amelala. Ni nani? Ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mtume alimwambia, baki hapa, endelea kulala na utabaki amana zangu, amana zao ambazo kwamba wamenikabidhi, inshallah kila mtu utampa amana yake. Wao wanapata tamaa kwa sababu kitanda anacholala Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kile ambacho kalala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka na Abu Bakar. Alitumia mbinu kubwa sana. Njia inayofahamika ya kuelekea Madina sio njia ambayo ilishika Abdullah ibn al-Urayqit. Ilishikwa njia tofauti kabisa. Akili ya mtu haiwezi ikafikiria kwamba kweli anaweza akashika njia hii. Na wao target yao kubwa, waliona kwamba maadamu Waislamu wameshaanza kufanya hijra ya kwenda Madina, kule kunaenda kutengenezwa nguvu kubwa, ambayo hiyo nguvu itakuwa ni hatari kwa sisi watu wa Maka. Kwa hiyo huyu asifanikiwe kufanya hijra hiyo kwa hali yoyote, akamatwe, auliwe, au afungwe, au apelekwe miji ya mbali tofauti na miji ya Makka na Madina. Tukio hilo kwa siku ile ikawa wamefeli, wamekaa nje pale wanamsubiria Mtume sallallahu alaihi wasallam atoke. Ghafla kutokea mtu akawafahamisha, nyinyi mnasubiria nini? Qalu Muhammadan, msubiri Muhammad. Akamwambia, Muhammad ametoka hapa na amepita, nyinyi mmesimama, kawamwagia michanga kwenye vichwa vyenu. Na kweli wote wakiangalia kwenye vichwa kuna michanga pale. Ikawa khabu wa khasiru, wamefedheheka, wamepata hasara, lengo lao limefeli vibaya sana. Kwa kujua
vita na mapambano ni makali sana. Abdullah ibn al-Urayqit hakuna nao moja kwa moja, walienda katika pango, katika hiyo njia ambayo kwamba walishika, pamoja na kushika njia tofauti, lakini pia waliofia kuiandama moja kwa moja, wakaingia ndani ya pango. Washirikina baada ya kufeli azimio lao hilo, bunge likarudi tena na kushauriana na kutoa kiwango kikubwa sana. Wanasema kwamba yoyote atakayemleta Muhammad akiwa hai au amekufa, basi yeye atapata ngamia 100. Na wale walikuwa ni wapambanaji, walikuwa ni wasakaji kweli kweli, wakaingia kwenye njia zote za mashariki na magharibi, wanamtafuta Muhammad. Kuna ahadi tayari, utawala umeshaahidi atakayefanikisha hilo kuna ngamia 100. Walihangaika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Wahangaikaji walifika pale pale kwenye mdomo wa ghar, pango ambalo kaingia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abu Bakari yuko pale anayaona mazingira na kuona kwamba leo hii hali ishakuwa ni ngumu sana, na anasema lao mtu angeliangalia kwenye viatu vyake, kwenye miguu yake, kwenye viatu alivyovaa, basi la absarana, huyu angetuona. Lakini Allah akamlinda mtume wake. Wamefika pale na masilaha yao, wakiwa na umori wa hali ya juu wa kivita, hatimaye hawakumuona na wakaondoka. Allah anasema, anatuambia sisi na kuwaambia waumini, illa tansuruhu, kama hamtamnusuru huyu Muhammad, faqad nasarahu Allah, hakika Allah amemnusuru mtume wake, idh akhrajahu alladhina kafaru, pale makafiri walipomfukuza, walipomtoa, thaniya ithnaini, wakiwa wawili tu, idh huma fil ghar, pindi wao walipokuwa wako ndani ya pango, ni gharu Thawrin katika Jabal Hira. Idh yaqulu li sahibihi, pale anaposema kumwambia sahaba wake Abu Bakar, la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike, hakika Allah yuko pamoja na sisi. Hali ile ya wale makafiri kufika katika mdomo wa pango, basi pale Abu Bakar alihuzunika kuona leo hii mtume wa Allah tabaraka wa taala tayari ameshakamatwa. Yeye si neno sana, yeye sikitiko lake ni mtume wa Allah ambaye anayetangaza dini ya Allah, analetewa wahi na Allah. Alihuzunika, kamwambia usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Allah yuko pamoja na sisi. Na huu msamiati wa inna Allaha ma'ana unathibitisha imani ya Abu Bakar radhiallahu anhu katika huu Uislamu. Angalia Nabii Allah Musa alayhi salam, wakati walipofika katika bahari ile, bahari wameifikia tayari na maadui wale washatokezea. Allah anazungumzia ndani ya Qur'ani akisema, falamma taraa aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun, majeshi mawili yalipoonana, la Musa na Bani Israil na jeshi la Firauna, tayari majeshi yanaonana, kule limetokea na hawa huko tayari wameshafika katika bahari. Wale watu wa Musa walisema inna la mudrakun, sisi jamani tayari tushakamatwa na makafiri na maadui wale. Nabii Musa akasema, inna ma'i rabbi sayahdin, hakika mimi niko pamoja na Mola wangu. Hakusema maana dhamiri ya pamoja ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kaitumia akiwa na Abu Bakar, katumia dhamiri ya peke yake. Hii ni kuonyesha kwamba wale ni wasaliti, na kweli baadaye walikuja kumsaliti Nabii Musa alayhi salam. Neema yote ya kuokolewa na majeshi ya Firauna, baadaye walikuja kumkataa, wakaleta hoja mbalimbali. Hebu tuonyeshe Mungu waziwazi tumuone. Musa, hebu fanya hivi, fanya lile. Ikawa na mengi ambao kwamba yanaashiria kwamba hawakuwa waumini wa ukweli, wengi walikuwa wenye kukataa. Kwa hiyo dhamiri ikawa ni ya mmoja, lakini hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam katumia dhamirul jam'i, inna Allaha ma'ana, hakika Allah yuko pamoja na sisi. Fa anzala Allahu sakinatahu, Allah akateremsha utulivu wake alayhi juu yake, wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, Allah akampa nguvu kwa majeshi ambayo nyinyi hamkuyaona. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko kwenye pango, wakatafuta ikawa wamefeli, wamemkosa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam.